ya kichawi. Kuna watu wamejeruhiwa katika mishale ya kichawi na wamezulika. Namba moja, ili kutambua kwamba mtu amezulika katika mishale ya kichawi, shetani huchoma mishale yake ya uovu kwa sababu zifuatazo. Namba moja, amuue mlengwa. Kazi yake mshale ni kuua mlengwa. Mlengwa ni yule aliyekusudiwa kusambaratishwa au kupigwa. Namba mbili, aingize magonjwa. Watu wengi wanakufa kwa magonjwa. Magonjwa ni mshale wa shetani. Mapepo ni mshale wa shetani. Uvimbe ni mshale wa shetani. Mikosi ni mshale wa shetani. Namba tatu, ampozeshe mlengwa. Sema kupooza. Ulikuwa na maombi sana, unapoozeshwa. Yaani wanapoozesha mlengwa au wanakuvuruga. Sema yule Samola anaomba sana. Sasa wanaachilia mishale ya kupoozesha mlengwa au kuharibu. Lazima ubomoe ngome zote, uharibu hizo nguvu zote. Hebu angalia Nahumu 1 mstari wa 9 kwa wale wanaoandika. Nahumu 1 mstari wa 9. Nahumu 1:9. Anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Unawaza nini juu ya Bwana? Atakomesha. Nahumu 1 mstari wa 9. Nahumu 1 mstari wa 9, Biblia inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso haya. Tainuka mara ya pili. Hayatainuka mara ya pili. Anakomesha mateso, hayainuki mara ya pili. Matatizo yasiinuke mara ya pili. Kama umepona, basi umepona, haitainuka mara ya pili. Kama umefunguliwa, haitainuka mara ya pili. Yeye anakomesha mateso yasiinuke mara ya pili. Kwa hiyo kama kuna mateso yameshikilia maisha yako, yasiinuke mara ya pili kuanzia leo katika jina la Yesu. Nasema hayatainuka tena kwako mara ya pili katika jina la Yesu. Jambo lolote ambalo shetani alirusha kama mshale kwako, ambao lilikupiga mara ya kwanza, na mimi nimekuja hapa kusema lisiinuke tena mara ya pili katika jina la Yesu. Udhihirisho wa mishale ya uovu, unaweza ukaandika udhihirisho. Kuna vitu vinazihirika kwenye maisha ya watu au kutesa watu. Namba moja, kufa ghafla kabla ya wakati. Huu ni udhihirisho wa mshale wa kiovu. Watu wengi hawaelewi. Shetani anaweza kulenga mshale wa ugonjwa fulani ili akumalize kabla ya wakati. Usipozingatia maombi, ukajitoa kikamilifu kwa Mungu, inakuwa ngumu katika kufunguliwa. Kwa mfano, juzi tulikuwa kwenye mkesha. Wamekuja wagonjwa kutoka Maji Moto. Na wagonjwa wengi pale, wengine wametoka Msoma. Yule dada amepelekwa kila mahali. Amefeli form 4 kwenda form 5. Lakini walimchukua akiwa form 1, akiwa shuleni. Upepo ulikuja wa kisulisuli, ule upepo wa kisulisuli unaokuja na kimbunga, kama kimbunga. Ukafika shuleni, yule dada akashangaa unamzunguka, kumbe alikuwa ni jini kimbunga. Wakamnyakua yule dada, wakampeleka mlimani. Amekaa huko miaka 4, hajaona mama yake. Chakula chake alikuwa anahadisia, na leo nimesikia ametoa ushuhuda. Alikuwa anatuhadisia jana na mama yake usiku. Maana mimi nalala kanisani mara kwa mara kwa kwenye maombi pale. Anasema mimi nimekaa miaka 4, nilikuwa juu ya jiwe kubwa sana, juu ya mlima. Alipomchukua yule mtu, wakaja wengine 2 wakawa 3, walimpeleka juu ya mlima, na kwenye ule mlima kuna nyumba kubwa sana
na kuna mizukure mingi sana imefichwa pale kwenye mlima huko mgumu, wanapaita Ngurimi, eneo la Kujimoto. Anasema alikuwa mlimani miaka 4, lakini huko duniani anaonekana yupo anaenda shule, lakini alishachukuliwa hiyo miaka yote 4. Toka alipoanguka siku moja tu shuleni, walimbeba wakaona mpeleka, wanamlisha nyama za watu na damu za watu, na anakaa kwenye ile jiwe. Kazi yake, hana kazi nyingine, yeye anakaa tu anatulia. Sasa nyumbani alipozidiwa, shule akashindwa kwenda, akawa nakaa. Wakaleta mganga wa kwanza, ikashindikanika. Wakaleta wa pili, wa tatu, wa 4, ikashindikanika. Ikabidi sasa, mwalimu mmoja alitumana msichana wake hapo, akamwambia umehangaika sana, nenda paka Silali. Kumbe walikuwa wameandaa wanaenda Tanga kwa mganga mwingine, ni Muislamu kule Tanga, shehe. Baadaye huyu akamwambia mnaenda Tanga, simuende pale Silali, atafunguliwa. Wakakuja naye, na mimi uzuri ndo nilikuwa nimetoka mlimani. Nilipotoka mlimani, Mungu akawa ameniambia mambo baadhi kwa ajili ya mambo yatakayotendeka. Sasa niliporudi nafika na wao wakawa wamefika. Sasa Ijumaa ya mkesha, Jumapili nimemwombea pale, akawa anaruka kama gimbunga, anaangusha watu wote 10. Yule dada wakasema huyu ni wa kwetu, ni mfuasi wetu, mbona unatunyang'anya? Lakini juzi Jumaa kuamkia jana Jumamosi, Mungu akaniambia nenda upasue ile nyumba ambao wanaishi katika ulimwengu wa roho. Maana nilimwona alikuwa kwenye hiyo nyumba, kumbe yuko ndani ya jiwe, ametunzwa. Wakati tuko kwenye maombi ya ukombozi, nikaanza kupasua. Alikuwa anatuhadisia jana, anatoa ushuhuda, anasema radi zilishuka pale ni nyingi mno. Anasema lile jiwe lilipasuka likawa unga. Ile nyumba ambao walikuwa wanategemea wale majini mashetani ikasambaratika yote, ikaharibika, ikawa unga. Yaani lile jiwe lilisambaratika likawa unga. Alafu radi zikaanza kupiga, radi nyingi mno. Wale majini wakakimbia, wakasema tunakufa, wakakimbia. Wakati mama yake anajiandaa kumleta huku, jini mmoja aliamka akasema, kule unakotupeleka tunaweza kumwachia mwanao ama tusimwachie. Akituzidi nguvu tutamwachia. Walikuwa wamemwambia hivyo. Sasa Jumaa ndo nilipasua ile jiwe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoshuka kule na radi nyingi zisizo na idadi. Ndipo alipokuwa anatupa ushuhuda. Sisi tulikuwa tunaomba, tunatokwa na jasho. Hiyo Jumaa ya mkesha tulikuwa watu wengi sana pale kanisani kwenye mkesha. Akawa na garagara pale. Wale majini wakasema tumekuapia kwa Mungu kwamba hatutawahi rudi tena kumtesa huyu dada. Tumekutana na watu wengi wenye uwezo, lakini wewe umetudhibiti. Basi yule dada akafunguliwa. Ameamka pale anauliza niko wapi? Hiyo miaka 4. Kwa hiyo mama alikuwa na mtoto, lakini sio mtoto. Miaka mingapi? 4. Anasema niko wapi? Wazazi wangu wako wapi? Nani kanileta hapa? Na hapa ni wapi? Nikamwambia huko Silali, kanisa la Maxwell Miracle Center, madhabahu ya kinabii. Usiogope. Akasema nimemisi sana mama yangu, miaka 4 sijamuona. Nikamwambia ukimuona mama yako utamjua. Akasema kule niliondolewa ufahamu wote, nilikuwa sikumbuki chochote wala sifikiri chochote, lakini ndani yangu namisi sana mama yangu. Nikaita mama yake akaja, alimkumbatia akilia sana yule dada, na akawa amefunguliwa. Alikuwa anatupatia ushuhuda jana, anasema nimefunguliwa sasa, niko huru, namtukuza Mungu aliye hai. Mungu akawa amemponya. Mpigie Yesu makofi mazuri. Hayo ni mambo yalitendeka juzi kuamkia jana. Juzi kuamkia jana Jumamosi kwenye mkesha. Kwa hiyo yule dada akawa ameponywa, mpaka sasa ni mzima. Natarajia Jumatano nimpeleke nyumbani kwao kule Majimoto. Mrudishe huko kwao, tuende kutoa yale madawa ili yachome moto na nyumba yao ifunguliwe.
Maana baba yake alinisii sana, akaniambia naomba nisaidie, nimeteseka, nimeuza ng'ombe we. Na akawa ameponywa mwanae. Sasa mama yake alifurahi. Mama alikuwa analia, binti analia, anasema ni wewe mama yangu, miaka 4 sijakuona mama. Mama akaanza kulia, binti analia. Hata ungekuwepo ungelia, maana watu waliokuwa mle kanisani wote walikuwa wanalia. Nguvu za Mungu sio za kawaida zilikuwa zimetanda kwenye ule mkesha, na mambo makubwa yalifanyika. Kwa sifa na utukufu tunamrudishia Bwana Yesu. Piga Yesu makofi mazuri. Hayo ndio mambo yaliyotendeka. Sasa ni nini? Ni udhihirisho wa mishale ya kichawi. Inaweza kumuingia mtu ikamtesa kwa muda mrefu. Magonjwa yasiyo na tiba. Namba 2. Namba 3, kushindwa kuomba. Ujue huo ni mshale wa kichawi. Ukiona umeshindwa kuomba, huo ni udhihirisho wa mishale ya kichawi, umefunikwa tayari. Namba 3, kushindwa kuomba. Namba 1 nimesema kufa ghafla kabla ya wakati. Na watu wanakufa ghafla kabla ya wakati. Alikuwa mzima kafa. Sije alikuwa na nini kafa. Kabla ya wakati. Magonjwa yasiyo na tiba ambao hayatibiki. Namba 2. Huo ni udhihirisho wa roho za mishale ya kichawi. Namba 3, kushindwa kuomba. Ulikuwa unaomba lakini siku hizi huombi. Unalala tu, unajiachilia tu kwa nafasi, unajiachilia unalala tu kwa raha zako. Kwa nini umeshindwa kuomba kama zamani ulikuwa unaomba? Huo ni udhihirisho kwamba umefunikwa na mishale ya kichawi. Haleluya, watu wa Nyasalicho. Haleluya. Namba 4, kujiingiza katika mitego ya kimapenzi. Hii ni roho ya mishale ya kichawi, udhihirisho wa mishale ya kichawi. Namba 5, majaribu yasiyokoma. Unakuwa na majaribu yasiyokoma, yani hayana mwisho. Linatoka hili naingia hili, naingia hili, naingia hili, linaisha hili, unatatua hili, naingia hili. Hiyo ni udhihirisho wa mishale ya kichawi. Kama mtu ameshambuliwa na wachawi, huo ni udhihirisho. Utajuaje nimeshambuliwa? Utaona majaribu yasio na mwisho yanakufuata tu, yanakufuata. Linatoka hili, unasikia limetokea hili, mtoto imekuwa hivi, unatokea hiki, huyu kaugua hichi. So ile ni udhihirisho wa mishale ya kichawi. Namba 6, hali ngumu kipesa. Unakuwa hauna pesa, unaona hakuna upenyo wa chochote kile. Huo ni udhihirisho wa mishale ya kichawi. Namba 7, mafunuo ya uongo. Udhihirisho wa mishale ya kichawi. Mafunuo ya nini? Ya uongo. Lazima uvunje hizo roho za mafunuo ya uongo. Hiyo namba 7. Namba 8, kupooza kimwili na kiroho. Unapooza kimwili na kiroho. Kupooza kimwili na kiroho, hiyo ni roho ambayo inakuwa imesimama kukutesa. Amen. Amen. Kupooza kimwili na kiroho. Namba 8. Namba 9, kuchanganyikiwa. Namba 9, kuchanganyikiwa. Kuna watu wanachanganyikiwa kabisa. Mtu anachanganyikiwa na kazi, anaacha kwenda kanisani. Mtu anachanganyikiwa kwa shughuli, anashindwa kufika kanisani. Anajali sana kazi zake, anajali sana biashara, anajali sana pesa kuliko kufika kanisani kwenye ibada. Anaona hakuna umuhimu. Kule ni kuchanganyikiwa. Yesu asifiwe. Amen. Kataa hiyo roho. Make sure Jumapili unakuwa kanisani kwenye ibada. Sema amen. Amen. Kwa hiyo lazima ukatae kuchanganyikiwa. Namba 10, ndoto mbaya. Kuna watu wanakuwa na ndoto mbaya. Huo ni udhihirisho wa mishale ya kichawi, kwamba umeshadhibitiwa. Kuna mishale imerushwa kwako na wachawi. Unakuwa na ndoto mbaya, ndoto za kutisha, unakosa ile amani. Kwa hiyo unapata vitu vya tofauti katika maisha yako. Lazima uombe na ukatae ndoto mbaya. Sema amina. Amen. Kwa hiyo lazima usambaratishe nguvu za giza na uzikatae.
Zaburi 3 mstari wa 7 mpaka 8. Zaburi 37 mstari wa 14 mpaka 15. Wafalme wa pili 9:24 mpaka Wafalme wa pili 13 pia 15 mpaka 17. Zaburi 3:7 mpaka 8 na Zaburi 37:14 kwa wale wanaoandika mpaka 15. Pia Wafalme wa pili 9:24. Pia Wafalme wa pili ingine 13:15 mstari mpaka 17 unamalizia. Umepata Zaburi? Aliyepata tusome kitabu cha Zaburi 3. Zaburi 3:7 mpaka 8. Zaburi 3 mstari wa 7 mpaka 8 nasema, Bwana inuka Mungu wangu, uniokoe. Maana umepiga taya adui. Rudia tena. Bwana inuka Mungu wangu, uniokoe. Mungu anaweza kuamka akaiokoa Nyasaricho yote. Mungu anaweza akaamka akaiokoa Tanzania yote. Mungu anaweza akaamka akaiokoa Afrika. Mungu anaweza amka akaokoa dunia na bara la Ulaya. Akatuokoa. Lakini lazima umwamshe kwa maombi. Mwambie amka. Fanya kazi katika maisha yangu. Nitetee. Hebu soma. Soma. Umepiga taa ya adui zangu. Maana umepiga taa ya adui zako. Umevunja meno wasio haki. Amewapiga adui zako. Wako maadui ambao wameshambuliwa, wameharibiwa kwa nguvu za Bwana. Kwa nini? Huyo ni Bwana anayefanya kazi. Lazima uwe jasiri. Lazima umwambie Bwana amka. Cha kwanza ni wewe unayemwambia kwa njia ya maombi. Unaamka wewe kwa maombi, unamwambia Mungu amka. Pigana vita. Anza kushindana. Umewapiga adui zangu taya. Umewavunja meno wasio haki. Kwa nini? Bwana anapoinuka anakuokoa. Anakutoa kwenye mateso. Anakutoa kwenye vifungo. Anakutoa kwenye magonjwa. Anakutoa kwenye matatizo. Anakutoa kwenye laana. Anakutoa kwenye nguvu za giza. Vile alifungua yule msichana Hepi, naye akapata ukombozi. Alipata ukombozi, lakini yeye hakuwa anajua nani amemleta. Mama yake alipomuona alilia sana. Miaka 4 yuko kule. Wao wazazi wanafikiri wako na mtoto na anaenda shule. Ameshindwa kusoma mpaka amefeli form 4 kwenda form 5. Kumbe ni wale mashetani hawakutaka afaulu. Lakini pia alitupa ushuhuda mwingine akasema alitafutiwa mwanaume, jini wa kiume. Alikuwa imebaki process aolewe, afanye harusi. Kule juu ya mlima wa majini ambapo alikuwa amehifadhiwa katika ulimwengu wa majini. Lakini Bwana alimtoa kule baada ya kushuka kwa nguvu ya ajabu na kusambaratisha kwa radi kuu, na yule mtu akapata ukombozi. Lazima umwone Mungu akifanya kazi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusomee Zaburi 45 mstari wa 5. Tumalizie hapo. Hivi ni vipengele vya maombi. Zaburi 45 mstari wa 5. Biblia inasema, mishale yako ni mkali. Mishale yako ni mikali. Watu waanguka chini yako. Watu waanguka chini yako. Imo mioyoni mwa adui za mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mishale ya Mungu ni mikali. Tukisema Mungu achape maadui anachapa. Tukisema apige anapiga. Ndio maana kwenye maombi ukisema napiga, usifanye mzaha, unapiga. Ndio maana huwa nakataaga watu kufanya mzaha. Yule dada anasema wakati ulikuwa unatamka unasema navunja hii nyumba, lile jiwe lilisambaratika likawa unga. Anasema tuliporomoka kutoka kwenye ile jiwe tukaanguka chini. Wale majini wengine wakasema tunakufa, radi zikaanza kupiga.
radi za ajabu kila pembe. Anasema walikimbia wote, akabaki yeye tu na yule mkubwa wake ambaye ndo alikuwa amemdhibiti. Akasema huyu mtu amekuja kukukomboa, lakini na yeye alisambaratishwa akapotea kwenye hewa na akayeyuka, akamwachia akawa mzima. Na pale tukamtoa kule. Nini kilimleta kutoka kwenye lile eneo la mlima mpaka akashuka pale? Katika ulimwengu wa roho alikuwa amechukuliwa. Unaona mtu anatembea lakini marehemu. Unaona mtu mzima anazunguka lakini alishachukuliwa siku nyingi. Unaona kuna mtoto anaenda shuleni kumbe hayupo, anatumikishwa kule kuzimu. Unaona mtoto, ili kujua kwamba huyu mtoto amechukuliwa, anakuwa na mabadiliko. Unaweza ukamtuma kalete chumvi, anakuletea sukari. Unamwambia nenda kalete kijiko, anakuletea mwiko. Kimwambia nenda kalete, nimekutuma majani, anaenda kuleta sukari. Kwa nini? Kila umemtuma anafanya tofauti. Ujue tayari wamechukua ufahamu wake, wamevuruga. Huo ni mshale wa kichawi. Mtu aliyechanganyikiwa na mishale hiyo anaweza fanya vitu hajui. Unamwambia hebu nenda mtoni, anakuambia nimechoka. Kafanya kazi fulani, anasikia yeye kukaa na kustarehe. Yule dada alikuwa anakaa, mama yake anasema alikuwa hataki kufanya kazi. Chakula unachopika yeye ndo wa kwanza kutafuna na anakula kuliko wote. Kumbe ana wageni wengine walikuwa wanamsaidia. Kwa hiyo walikuwa wanalisha kitu kingine, sio mtu wa kawaida. Mtu yule Alisi alikuwa mlimani, lakini hapa alikuwa ameacha kivuli tu. Ndio maana kuna nafsi, mwili na roho. Vikigawanyika kimoja kunakuwa na matatizo yasiyoisha. Yesu asifiwe sana. Lazima ujitoe kikamilifu. Ukiona mipango inayumba, ujue tayari kuna mshale wa kichawi unakuwa umesukumwa. Unafanya vitu vinapinda. Kupoteza pesa ni mshale. Kuibiwa ni mshale. Kutukanwa au kuwekelewa maneno ambayo sio ya kwako, hayakuhusu, mambo mabaya, hiyo ni mishale ya kichawi. Lazima uombe na kuisambaratisha ikapate kuteketea. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.